Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kusimama tena mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon ambao mbeba maono katika huduma ya Mlima Moria mkoa wetu wa Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya afya yake njema na jinsi Mungu anazidi kumpigania kila hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia majina yangu ninaitwa Paulo Steven. Ninahudumu chini ya mkono wa mtumishi wa Mungu Gideon. Katika huduma yetu iko mkoa wa Kilimanjaro maili 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao mnaotokea kule labda Marangu, Rombo, Same, ukipanda umeshuka, ukipanda umepanda haisi, umechukua basi utashuka katika stendi yetu kuu ya mkoa wa Kilimanjaro. Basi utapanda daladala ambazo zitakushusha kwenye kituo chetu ambao cha mashineni au opposite na sheli ya PM, ambao utaangalia upande wa chini utaona huduma yetu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wanatokea Sanya, Machame na umepanda Costa, umepanda daladala, basi mkono wako wa kulia utaona kibao kimeandikwa huduma ya Mlima Moria Ministry. Tunawakaribisha sana, mtumishi wa Mungu anawakaribisha sana. Kwa wale ambao wote mnayoshirikiana pamoja naye katika channel ya Gideon Online TV, wewe una simu kubwa, basi fungua huko, kuna vipindi vizuri ambavyo vinaenda kusaidia katika kiroho na kuweza kujenga katika maisha yako. Neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Usiangalie vichekesho kwenye simu tu, angalia na neno la Mungu linaweza kusaidia pale mahali ambapo umekata tamaa, pale mahali ambapo umechoka. Neno la Mungu linaweza kukutia faraja, likakupa tena tumaini na siku ya kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno la Bwana, kichwa cha habari nasema usikubali kukatishwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi ambayo tunafika kwa ajili ya Kristo, tunakatishwa tamaa kwa ajili ya maneno ya watu, kwa ajili ya kutukanwa, kwa ajili ya kuambiwa, unakata tamaa. Basi neno la Bwana latutia nguvu, latuambia kwamba Yesu Kristo anakuambia usikate tamaa kwa sababu yake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno letu linatoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro ule mlango wa 4 mstari wa 14. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu leo hai, tunakushukuru mno, tunasema asante kwa neema hii na kibali ulioachilia tena kuwepo tena mahali hapa tena, mfalme wa amani. Tunakualika Roho yako Mtakatifu katufundishe katika neno lako Bwana, maana neno lako ndiyo mbegu ambayo ipandaye katika maisha yetu mfalme. Neno lako Bwana likakae ndani yetu kwa wingi. Roho yako Mtakatifu katufungulie masikio yetu ya ndani, kafungue wale wote ambao wasikilizaji ambao wanalitazama katika neno hili, wakapate neema ya kulisikia neno hili Bwana, na neno hili likawaletea matunda katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru nikisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe ulioko nyumbani, dukani, unanitazama, chukua basi Biblia yako au daftari lako, andika. Neno la Bwana linafaa sana katika maisha yako. Amina. Tunaenda kusoma kwa msaada wa Bwana. Anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema heri, anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Bwana latufundisha, kuna pale mahali ambapo wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji, wewe ni mhudumu, wewe ni mfanyakazi ambao unayetenda kazi mahali popote, pengine unatenda kazi yako vizuri, pengine kuna mambo mengi, vita vinainuka. Kwa hiyo watu wa Mungu, usishangae sana mahali ambapo Mungu amekupa neema ya kusimama. Ni lazima kuna vita ambavyo vinainuka kwa ajili yako. Vita ambavyo vikiinuka, vinainuka kwenye maisha yako, vinainuka hapo mahali ambapo ulipo kazini, vinainuka katika utumishi wako, ni kwa sababu kuna kitu ambacho Yesu amekipanda ndani yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo mengine unaweza ukakatishwa tamaa kwa mambo ambayo hayastahili. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kawa labda umeingia mahali au ni labda kwenye huduma unatenda kazi ya Bwana, unashangaa watu wanakutukana pasipo sababu, watu wanakulaumu pasipo sababu, watu wanakulalamikia pasipo sababu. Lazima ujiulize, watu wa Mungu, lazima tujiulize kuna nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maanake Roho wa Bwana yuko ndani yako. Ni kwa sababu ni nani? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Roho wa Bwana yuko ndani yako. Nguvu za Mungu ziko ndani yako. Yesu Kristo yuko ndani yako kwa sababu umekubali kulibeba jina la Yesu Kristo. Ni lazima vita viinuke. Ni lazima malalamishi yainuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini kuna mahali ambapo unafanya kazi kwenye kampuni, unafanya kazi vizuri, wewe ni mbeba maono katika ile kampuni, wewe ni mbeba maono katika ile kazi. Yamkini wako maadui tayari, shetani ameona kwamba kuna kitu ambacho unataka kusogeza ile kampuni iweze kuwa kubwa, au katika huduma iweze kuwa kubwa. Tayari shetani anainua vita juu yako ili kwa ajili ya kukushusha katika kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuwa makini sana. Shetani ainui vita pale mahali akijua kwamba kuna kitu ambacho kiko cha kimungu kiko pale. Ndio maana anainua vita katikati yako ili kukatisha tamaa, ili kukatisha kwamba uweze kutimisha ndoto za maisha yako. Yamkini unasoma tayari shetani ameshaona kwamba kuna kitu ambacho unaenda kuinua familia yako, unaenda kuinua kazi yako, unaenda kuinua ndugu zako. Tayari anaona kwamba ni nini anayosha, anaanza kuinua vita, anaanza kuinua magonjwa, anaanza kuinua adha mbalimbali. Watu wanaanza kukudharau, watu wanaanza kukutukana. Lakini nataka kuambia watu wa Mungu, simama katika Bwana naye Bwana atakutetea. Usiangalie kwamba ni nani kasema, usiangalie nani ukageuka kushoto, wewe mtazame Yesu naye atakutimizia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha msingi watu wa Mungu lazima tuweze kuzijua. Biblia inasema kwa maana anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tumekosa kwa kuzijua fikra za adui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuweze kuzijua fikra za shetani. Zinaweza kutufarakanisha na uso wa Mungu, zinaweza kutufarakanisha na baraka za Bwana. Kwa sababu gani? Wanainua vita katika maisha yako ili kukatisha tamaa. Yamkini ameshaona kwamba katika hii huduma kuna mtu ambaye kichwa kiko mahali pale, anainua vita ili kwa ajili ya kukatisha tamaa. Lakini nataka kuambia watu wa Mungu, songa mbele katika jina la Yesu na ukamwone Bwana akayatimiza ndoto ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wamechungulia wakaona mtoto wako anasoma vizuri, wameona kwenye kampuni kuna mtu amesimama ili kukatisha tamaa. Lakini hatukati tamaa katika jina la Yesu, tutashinda na zaidi ya kushinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Yesu Kristo alishinda pale msalabani, na sisi tutashinda katika yeye atutiaye nguvu. Amina. Kwa hiyo nataka kuambia kijana mwenzangu, nataka kuambia dada, usikate tamaa. Kijana mwenzangu, usikate tamaa. Baba, usikate tamaa. Mama, usikate tamaa. Pale mahali ambapo umeona umeshindwa, njoo kwa Yesu. Yesu yuko njia. Kwa Yesu kuna njia. Kwa Yesu kuna nuru. Haijalishi adui ameinua vita kwenye nyumba unaokaa, kwa watoto wako, kwenye ndoa yako, lakini Yesu Kristo anaweza kuleta tena amani tena kwa jina la Yesu. Amina. Basi watu wa Mungu, tukafungue tena kwenye kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya 11 mstari wa 2. Kitabu cha nabii Isaya 11 mstari wa 2. Biblia inasema, na Roho wa Bwana atakaa juu yako, roho wa hekima na ufahamu, na roho wa ushauri na uweza, roho wa maarifa ya kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaendelea kuambia, nasema Roho wa Bwana anakaa juu yake.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa yule ambaye aliyokubali, kwa yule ambaye aliyemkubali Yesu Kristo na Bwana Mwokozi, akakaa ndani yake, na Roho wa Bwana anakaa ndani yake. Roho wa Bwana, roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa ujuzi, Bwana Yesu asifiwe, anakaa ndani yako ili kwamba kukuongoza. Maanake kwamba Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, maanake hata mtu akiinua vita utakata tamaa, utachoka, kwa sababu Roho Mtakatifu anakutia nguvu, anakuambia mwanangu, songa mbele. Usiangalie hivi haya maneno, usiangalie hivi vita si vya kwako, vita ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunaambia Roho wa Bwana anakaa ndani yako. Usione kwamba mambo mengi yanainuka, vita vinainuka, ni kwa sababu tayari Yesu amekaa ndani yako. Ili kwa sababu nini? Wanainua vita, adui anainua vita, anapambana na wewe ili kwamba kukurudisha nyuma. Lakini watu wa Mungu, ndio maana Biblia inasema linda sana ulichopewa, isije taji yako ikaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini anatuambia hivyo? Ni lazima tuweze kukaa katika maombi, ni lazima tuweze kukaa katika toba, ili uweze kulinda ule utakatifu ambao uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusinende katika njia ambayo haimpendezi Yesu Kristo. Yesu Kristo anapendezwa na ule mtu aliyejikana, akijua kwamba kila mahali utakaposimama utalitaja jina la Bwana, utamtetea Yesu, naye Yesu atakutetea. Ukimuita naye ataitika. Bwana Yesu asifiwe. Katika vita watakainua, haijalishi ni kazini, haijalishi mahali popote, maanake yuko Roho wa Bwana aliyoko ndani yako, anakupa hekima, anakupa maarifa, anakuambia kuna neno la kujibu hapa, usijibu, nyamaza kimya. Yuko Roho Mtakatifu anakusemea. Hiyo kwenye kazi wameinua vita, wanataka kufukuzisha kazi, lakini tayari ukimtegemea Bwana, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, anakutegemeza, anakushindia vita. Maanake nini? Anakupa hekima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kinawapagaisha watu? Kinawapagaisha wachana waganga. Maanake hekima ulioko nayo, nguvu za Mungu ambazo uko nazo. Ndio maana shetani anakutazama. Yamkini hata ni mfanyakazi anayefanya kazi kwenye kampuni moja, ni nini? Tayari kwamba mtu anainua vita kwa ajili yako, tayari kwamba wewe ni wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anatuambia Roho wa Bwana wa hekima na maarifa na wa ufahamu. Haleluya. Wa kujua kwamba ni kitu gani hiki, wa kufahamisha ni kwa nini vita hivi vinainuka. Lakini tayari vita vinainuka, lakini Roho wa Bwana kuambia songa mbele, usigeuke nyuma, usikate tamaa, usichoshwe na maneno yao. Wewe songa mbele, muangalie Yesu. Yesu naye atakushindia, Yesu naye atakupigania. Kila mahali utakapokwenda, Yesu atakushindia. Kwenye huduma yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, mpango wa Yesu, kazi yake ni kukufanikisha tu, sio kukushindwa, wala sio kukata tamaa. Ili kwamba tumuone Yesu, ni lazima kuongeza bidii ya maombi, ni lazima kuongeza bidii katika kuomba sana, ili kwamba tumuone Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukafungue tena kwenye kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia kitabu cha nabii Yeremia. Mungu anakuambia, maana ninayajua mawazo ninayowazia mimi, asema Bwana. Sio ni mawazo ya amani, sio mawazo mabaya. Lakini unaweza ukashangaa, sisi wenyewe tunawaziana mabaya, lakini Mungu yeye peke yake anakuwazia mambo mema. Mpango wa Mungu hataki ushindwe. Hakukuleta hapa duniani waangamie.
mpango wake ni kukufanikisha. Mpango wake ni kuwazia mambo mema, kukufanikisha katika baraka alizokuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana anasema mimi ninayajua mawazo, asema Bwana. Yamkini mawazo unayowaza ya kukata tamaa, Mungu anakuwazia mambo mema. Wako maadui anakuwazia mabaya, lakini Mungu wetu anakuwazia mambo mema ya kukufanikisha katika maisha ya sasa na maisha ya kesho, na kuyatimiza ya kesho yako. Amesema nitakwenda siku zenu za mwisho. Anasema kuwapa tumaini, kuwapa faraja pale mahali ambapo umekata tamaa, pale mahali ambapo umekata tamaa na watoto wako, lakini Mungu amesema kwamba atawapa tumaini, atawapa ushindi katika Bwana. Anasema mtakwenda mbele yangu kuniomba nami nitawasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Pale mahali ambapo tayari umejikana, umejikabidhi, ukimwamini Yesu Kristo, ukimwomba, naye anasema atasikia maombi yako, ataenda kuyatimiza katika maisha yako. Pale mahali ambapo wameinua matukano, lakini Bwana anaenda kukuinua tena, kama jinsi aliweza kumuinua tena Yusufu. Haijalishi Yusufu aliuzwa na ndugu zake, lakini Bwana anaenda kumuinua tena, na akaenda kumkutanisha tena na ndugu zake tena, na yeye akaenda kuwasaidia tena ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kutufanikisha. Haijalishi tunapita kwenye miiba na michongoma, haijalishi tunapita kwenye miiba, kwenye maji mengi, haijalishi tunapita kwenye moto, lakini mpango wa Mungu yeye ni kukufanikisha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusikate tamaa. Yesu Kristo yuko tayari kukufanikisha. Yesu Kristo yuko tayari kukubariki pale mahali ambapo umekuwa tayari, pale mahali ambapo umeongeza bidii ya kuomba, pale mahali ambapo umejikana, ukimwambia Bwana niko tayari, naye Bwana anaingia kazini. Ukimwambia Bwana twende wawili kwenye kazi yako, kwenye maisha yako, kwenye kazini kwako, ukimwambia Bwana tangulia wewe, naye Bwana anaenda pamoja na wewe, naye anaenda kufanikisha katika maisha yako. Kwa hiyo watu wa Mungu, usikate tamaa. Bwana yuko tayari kwa ajili ya kukusaidia wewe. Bwana yuko tayari, wewe mwenyewe uwe tayari tu katika moyo wako, imani yako tu. Yesu anaangalia imani yako tu. Mtu wa Mungu ulioko hapo nyumbani, hata kama una mgonjwa, hata kama ambaye hajiwezi, lakini kwa imani hatapata kuponywa kwa jina la Yesu. Ukimwamini huyu Yesu, ukiamini ya kwamba yeye anaweza, ukiamini ya kwamba yeye anaweza kila kitu, amini ya kwamba yeye anaenda kukuponya, kwa sababu amesema kila atakayeliitia jina langu naye nitamponya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusikate tamaa, tusichoke katika mapito haya. Majaribu ni mtaji ya kwenda kuinuliwa. Majaribu ni mtaji ya kwenda kukuinua pale mahali ambapo watu watakudharau, watu watakutukana, watakuta wewe ni maskini, lakini utajiri wako Yesu ndio anao. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu, wale wote mnaonisikiliza na mlioko mahali hapa, basi tusimame kwa ajili ya kumheshimu Mungu, ili tuombe kwa jina la Bwana, ili Mungu akatufanikishe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu leo hai, tunakushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa ajili ya neema yako. Asante Baba kwa ajili ya neno lako, mfalme wa amani. Asante kwa sababu Roho yako Mtakatifu umesema anakaa ndani yetu, Bwana, maana wewe ndiye Mungu unaotuwazia mema. Baba, wamkini wako maadui na wachawi wanatuwazia mabaya, lakini wewe Mungu Baba unatuwazia mambo mema kila itwapo leo, mfalme wa amani. Maana nyumbani kwako Baba watendakazi ni wengi, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Bwana, inua watendakazi, inua watendakazi katika huduma, inua watendakazi katika kampuni, inua watendakazi kila mahali popote, Bwana, wakapate kuitenda kazi yako pale mahali ambapo adui ameinua kwa ajili ya kuwakatisha tamaa, ameinua mioyo yao kwa ajili ya kuwakandamiza. Katika jina la Yesu tunakutangazia wewe Lucifer na jeshi lako, achia mioyo ya watu, achia fahamu zao, achia nafsi zao, achia masikio yao, achia miili yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu leo hai, hata kama umekamata fahamu zao, umewafunga kwa minyororo, umewaiba ukawaficha kwa mapango, tunaenda kuwatoa sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru tukisema amen. Basi
Barikiwe wote ambao mlionisikiliza. Amen.